poa? Niko poa. Sana tu. Niko poa. Wewe ndo nani? Aisha Chura ndio mwenye shape lake mjini. Aisha. Okay. Nzuri sana. Nimekuona kwenye ngoma fulani hivi kama videos ndio hivyo. Na kile ambacho ulichokuwa unakifanya pale ni kitu ambacho ulifundishwa? Hicho ni kipaji changu mwenyewe, sijafundishwa na mtu. Ni kipaji changu mwenyewe. Au unaangalia watu wengine? Hapana. Kwa sababu kipaji chako inakuwa ni huna aibu wala hujifunzi, ila ipo kwenye damu. Sawa. Kwa sababu naona katika haya maeneo nimeona kuna msanii Jack Dozy na yeye yupo hapa. Vipi, kuna lolote ambalo unaifahamu kwake? Nalifahamu kama msanii na yupo kwenye video ya msanii mwenzake, kwa hiyo yupo kwenye katika kumsupport na hivyo yupo kwenye kumpa tuseme kama faraja mwenzake katika kwenye kuandaa video yake inayotoka sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo yuko kwenye katika kusimamia tuseme yani. Okay. Kwa sababu mimi mara nyingi waga namfuatiliaga sana Jack Dozy kwenye nyimbo zake nyingi sana. Ile sijaje kuonaga. Kwa sababu gani? Yaani kama hujaona kwenye video yake labda hajapendelea, na labda kwa sababu nitumie kwenye video nyingi, labda uenda kwa sababu anataka badilisha aina video vixen kidogo, lakini soon nitakuwa kwenye video zake. Lakini hapo nyuma kwa hujaonekana hata kidogo. Kwa sababu nilikuwa nashiriki kwenye kwenye watu wake wa karibu sana. Nilikuwa nashiriki kwenye video zao. Kwa hiyo na hisi soon nitakuwa kwenye video zake utaniona. Okay. Kwa sababu unajua hizi kazi yoga ni za kusapotiana, kupeana support ili mtu anapokuwa anafanya jambo lake akiomba support ili asapotiwe. Sasa nashangaa kusikia kwamba wewe hujawahi kushiriki hata siku moja kwenye ngoma zake. Aisaida. Sijawahi kushiriki, ila nishashiriki kwenye video zake, yani za watu wake wa karibu. Na hivyo kwa sababu si unajua kwenye kufanya kazi inabidi muachiane nafasi gap, yani tuseme. Kwa hiyo soon nitakuwa kwenye video zake ambazo ziko karibuni. Sawa. Okay, hapa mkoa wa Kigoma. Jack Dozy unaweza kumzungumziaje kuhusiana na masuala ya muziki? Yuko vizuri na anapambana na support sana katika muziki na anajitahidi sana kwenye muziki na anapenda sana kushiriki kwenye muziki. Kwa hiyo namwomba Mwenyezi Mungu atamtangulia na atapambana na atafika mbele. Okay. Okay, sasa yule nani Konde na siku kwenye video ya Konde alikupataje ili akushirikishe kwenye video yake? Konde amepitia kwa Jackie. Hivyo Jack Dozy yani ndo amemkutanisha na mimi kwa sababu nilishafika kwenye video nyingi za wasanii tofauti. Achana na Baddest tu, nimefika kwenye video nyingi za watu ambao ni tofauti. Kwa hiyo anawapa ni kwamba idea kwamba Aisha kishuti kwenye video yako ni 1 2 3 hivi na hivi. Kwa hiyo anawapa idea fulani kwamba Aisha akikosa kwenye video fulani, Aisha hivi na hivi. Kwa hiyo kuna support yangu mimi katika video za watu wengine. Okay. Kwa ndo maana anaambia kwamba Aisha inabidi akikaa sehemu fulani atafit. Sawa. Si unajua binadamu tofautiana. Kwa hiyo yani mimi nikikaa kwenye sehemu fulani nitakaa vizuri, wewe kaa sehemu fulani, hivyo tunategemeana, binadamu ndo tulivyo. Sawa. Kwa hiyo soon kwenye video zake nitakuwa niko hivyo. Okay, sawa. Unaweza kuzungumziaje kuhusiana na wale wazazi ambao wakiona mtoto wao ana kipaji ambacho kinaweza kumuingizia kipato afu wanamkataza asifanye hicho kitu? Hao wazazi naona kama vile wapo yani nje ya dunia tuseme, kwa sababu mpaka saizi ni usiku na shoot video na niko sehemu salama kabisa. Yani ipo sehemu salama na na shoot video zangu na naingiza kipato changu na yani niko vizuri of course. Sawa. Kwa mimi ninachoona ni mtu anapoenda kwenye talent yako fulani, mimi naona iko sahihi. Okay. Okay, ni kitu gani ambacho utamani watoto waje walisi kwako? Mimi nachoona nachofanya ni sahihi kwangu, sijui ni kitu gani ambacho hutamani waje walisi kwako. Yani mimi nachoona yani mtu anachoamua kufanya ni sahihi, tofauti na binadamu wanavyochukulia. Yani binadamu ndio chukulia ni kitu hichi kibaya, lakini wewe utakachokifanya ukiona kiko sahihi kwa sababu ya maamuzi yako na jinsi unavyofanya unaona niko sahihi, ila watu wengine wataniona siko sahihi, ila mimi niko sahihi. Yani mimi ninachoona mtu anachoona kiko sahihi kwake afanye, ila ambacho kisio sahihi yani anaona kabisa nikijifikiria hapa hichi. Ile umeelewa swali lakini nishakuelewa. Nimesema kwa sababu unajua watoto wanalisi kwa wazazi baadhi ya vitu, si ndio hivyo? Sasa ndio maana nilikuwa nakuuliza hivi, ni kitu gani ambacho watoto hutamani waje walisi kwako?
Yaani kwa kitu ninachokifanya mimi kwangu ni sahihi. Yaani wewe kwako watoto waje walisi hicho kitu. Yaani chochote, kwa sababu kama muziki. Labda tuseme muziki kwanza ni kitu ambacho nakipenda binafsi na ni kitu ambacho kinachoingilia faida yangu mimi kiupande wangu. Kwa mimi sijaona hasara ya muziki, ndio maana nasema hata mtoto wangu hajarisi, kwa sababu ni kitu ambacho sijaona effect yake imeniingizia. Okay. Okay, unapotoka nyumbani ni kitu kipi ambacho unachokizingatia kwanza? Ninachozingatia mimi ninapotoka nyumbani ni kitu sahihi ninachoenda kufanya mimi, kwa sababu sije nikatoka nyumbani sina kitu ambacho ninachoenda kufanya mbeleni kwangu kwa ambako nako kwenda. Sina. Kama sina kitu cha kufanya basi nalala. Sawa. Okay, ni vitu gani mtu aweza kukosa kwenye pochi lako? Yaani hamna kitu ambacho utakachokosa, kwa sababu ni kitu ambacho unachoenda kufanya. Kama naenda kufanya muziki basi atakutana na mavazi ambayo naenda kufanya muziki basi. Okay. Lakini kama sina kitu ambacho ninachoweza kukosa kwenye pochi yangu basi sina ninachoenda kufanya, kwa sababu Sawa. Hivi Valentine ni mapenzi ya kweli au ni biashara? Yaani hapo hamna biashara wala hamna mapenzi ya kweli, kwa sababu kwenye Valentine kuna watu wanaenda kukutana na wapenzi wao, kuna watu wanaachana na kuna watu ambao wanaenda kulia, kuna wengine wanaenda kucheka. Kwa mimi naona kama ni sikukuu tu. Yaani watu kila mtu anaenda kushirikia kwa upande wake, anaona yeye binafsi. Sawa. Kwa hiyo tarehe 14 utapewa zawadi. Sina zawadi ya kupewa kwa sababu sina mpenzi wa kweli. Kwa sababu sina mpenzi wa kweli na sina sikukuu ambayo nasherehekea, ila ninachojali kutafuta hela basi. Yaani maana utegemee zawadi yote utakayoipata? Hapana, sina, kwa sababu sina mpenzi wa kweli. Sasa yupi ambaye utakayempa zawadi? Sina, ni mizaidi ya kutafuta hela. Sina. Na kusema Jack Dozy napo. Jack Dozy ni msanii tu, lakini kwenye mahusiano hayumo. Yaani hamna. Yaani mimi sina kabisa. Kweli? Lakini kwenye Valentine wengi wanatoaga zawadi sana ya maua. Huwa inasababishwa na nini? Hayo maua na watu wenye maua yao jamani. Lakini mimi sina. Kwenye wimbo wa Konde pale kuna sema ametaja vitoto vya 2000. Na wewe ni mtoto wa 2000? Ni wa 2000, lakini jamani hamna, tu waimbage tu, lakini si tupo. Okay, sawa. Ni neno gani ambalo unalikumbuka ambalo nimekuuliza? Siku ya Valentine nimeandaa maua gani katika mpenzi wangu? Basi. Katika hao wapenzi mimi sina zawadi yoyote jamani, kwa sababu sina mpenzi wa kweli. Okay. Ila umesema Jack Dozy ni msanii wa mkoa wa Kigoma ambaye anayefanya vizuri. Ndio. Okay, sawa basi. Kwa sababu ni msanii ambaye anajitambua na anauelewa kazi yake. Sawa, okay, nishike mic kwanza. Naomba uniimbie wimbo wako mmoja tu wa Jack Dozy. Wewe unajua. Mbona paki vengele jamani? Mtemba suni jamani. Bwana Jack Dozy hana support yote kutoka kwa Aisha, kwa sababu hata wimbo wake hata na wimbo wa Jack hajui hata kidogo. Kuimba wimbo wake ameshindwa. Kwa hiyo nikusihi kitu kimoja, subscribe, kulike na comment ndani ya Mastaz TV. Sema bye bye.